بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 20 tukiingia katika kusoma anwa'ul hadith min jihati man udhifa ilayhi. Tunaingia katika kusoma aqsamul hadith min jihati man udhifa ilayhi. Tunaingia kusoma vigawanyo vya hadithi katika upande wa yule ambaye hadithi hiyo inaegemezwa kwake yeye. Tamam, hakadha. Baada ya kuwa tumeshasoma aqsamul hadithi al-kulliyah, vigawanyo vikuu vya hadithi, vigawanyo vikuu ambavyo chini yake vinaingia vigawanyo vingi, basi leo tunaingia katika nini? Kusoma aqsamul hadithi min jihati man udhifa ilayhi, vigawanyo vya hadithi katika upande wa yule mwenye kuegemezewa vigawanyo kama hivyo. Tamam? Lakini hapo nyuma juu kidogo tuliambiwa kwamba vigawanyo vya hadithi dhaifu ni vingi mno, ni vingi mno. Sawa? Na kuna watu walivitaja na kuvitaja, lakini ikawa hakuna faida yoyote. Wakasema shekwa walam yusammu lana min anwa'i illa qalila, walivigawanya lakini lam yusammu lana, hawakututajia sisi illa qalila, isipokuwa vichache. Sawa sawa. Sasa vilivyothibiti ni hivi ambavyo vipo katika vitabu vyetu na vile vilivyoongezwa na wanawazuoni wengine. Tamam, hakadha. Na hivi vigawanyo asili yake tunarudi kule kule katika hali tahammul wal ada, katika hali ya kupokeza hadithi na kupokea hadithi. Tamam. Lakini mwanzo wa jambo al-Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Ma'rifatu Ulum al-Hadith, yeye alikusanya vigawanyo vya hadithi 52 alianza navyo hivyo. Tamam. Kisha baada yake akaja al-Imam Ibn Salah kwenye kitabu chake Ma'rifatu Anwa' al-Hadith, au kwa jina jingine Muqaddimatu Ibn Salah, akaongeza vingine akafikia vigawanyo vingapi? 65. Tamam. Baada yake akaja al-Imam al-Bulqini rahimahullahu ta'ala, yeye akaongeza vigawanyo vingine kwenye kitabu chake Mahasinu al-Istilah, akaongeza vigawanyo vingine vikafika vingapi? Vikafika 70. Tamam. Kisha akaja Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, akaongeza vigawanyo vingine 10, vikafika vigawanyo vingapi? 80. Tamam. Kisha akaja al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, akaongeza vigawanyo vingine vya hadithi vikafika vigawanyo 100 kwenye kitabu chake cha Nukhbatul Fikr. Tamam. Kisha pia akaja al-Imam Suyuti akaongeza vigawanyo vingine katika nini? Kitabu chake cha alfia yake ya mustalah. Tamam. Kwa hiyo asili vilianza vigawanyo vingapi? 52 kwenye kitabu cha Ma'rifatu Ulum al-Hadith cha Imam al-Hakim. Tamam. Kisha vikaongezwa mpaka vikafikia vigawanyo 100, lakini pia waliokuwa wanakuja baadaye wakawa wanaongeza baadhi ya vitu. Almuradi kwamba vigawanyo vya hadithi haviwezi kudhibitika, ni vingi ikiwa tutaamua tufuatilie kila hali ya matni na kila hali ya sanad. Sawa sawa, kwa sababu asili yake vigawanyo hivi vinapatikana kupitia hali ya yule mpokezi wa hadithi, lakini pia hali ya matni na hali ya sanad. Sawa. Na tukiangalia hali ya mpokezi wa hadithi, tukisema tuangalia hali ya kila mmoja, hali zao ni nyingi. Tamam. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani aliongeza kigawanyo kingine kinaitwa man haddatha wa nasiya.
man haddatha wa nasiya, aliyekuwa akitoa hadithi mwanzo akiwapokeza watu wa hadithi baadaye akaja akasahau. Asalau kama angesema aendeleze vingine aliyefanya hivi na hivi, basi vingekuwa ni vingi sana. Tamam. Kwa ndio maana wanawazuoni wakaona watosheke na baadhi, lakini pia ilikuwa ile ziada ikiendelea sawa sawa hakadha mpaka kufikia kwa Al-Imamu Suyuti kwenye alfia yake, naye pia aliongeza baadhi ya vigawanyo vya hadithi. Mwenye kutaka kuvitambua atarudi katika alfia ya Imam As-Suyuti. Tamam, hakadha. Kwa hiyo leo insha Allah taala tunaingia katika kusoma vigawanyo vya hadithi katika upande ule mwenye kuegemezewa hadithi. Tamam, katika upande ule mwenye kuegemezewa nini? Hadithi. Anasema Sheikh al-marfu', al-hadith al-marfu' huwa al-hadith alladhi, ni hadithi ambayo udhifa, iliyoegemezwa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume, min al-qawli, hadithi ambayo ni maneno yake mtume, au al-fi'li, au vitendo vyake, au at-taqriri, au mambo aliyoyaona na akayakubali, sawaun akana sanaduhu au muttasilan am la, sawaun, sawasawa, akana sanaduhu, sanadi yake iwe muttasilan, imeungana, am la, au haijaungana. Hiyo ndio alhadithul marfu. Ni hadithi gani? Ni hadithi yenye kuegemezwa kwa mtume, kwa maana ni hadithi ambayo maneno yake ni maneno ya mtume, sawa, au maneno yake ni maneno yanayofungamana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Na kwa kupitia taarifu hii tunatambua kwamba alhadith almarfu' itakuwa sasa inagawanyika katika vigawanyo vingapi? Vigawanyo vinne. Cha kwanza almarfu' alqawli, almarfu' alqawli, kwa maana hadithi marfu' ambayo ni maneno ya mtume, na almarfu' alfi'li, kwa maana hadithi marfu' ambayo ni nini? Ambayo ni vitendo vya mtume, sawa. Lakini pia almarfu' at-taqriri, hadithi marfu' ambayo ni lile jambo ambalo mtume amelikubali. Lakini pia almarfu' alwasfi, hadithi ya mtume ambayo ni sifa, kwa maana hadithi marfu' ambayo ndani yake kuna sifa miongoni mwa sifa za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Almarfu' alqawli ni mfano waseme sahaba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Tamam, hakadha. Na almarfu' alfi'li ni mfano sahaba aseme fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Na almarfu' altaqriri ni mfano sahaba aseme fu'ila bihadrati nabii sallallahu alaihi wasallam kadha, kilifanywa katika uwepo wa mtume kitu kadhaa. Tamam. Na almarfu' alwasfi ni mfano sahaba aseme kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqan, alikuwa ni mtu mzuri wa tabia kuliko watu wote. Tamam, hakadha. Kwa mujibu wa taarifu yake hii tunaona kwamba kweli au tunaona kwamba moja kwa moja alhadithul marfu' itakuwa nini? Imegawanyika kwenye vigawanyo vinne. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio hadith marfu'. Lakini angalia taarifu yake, sawaun akana sanaduhu muttasilan am la, sawa sawa sanadi yake iwe imeungana au haijaungana. Kwa hiyo tunatambua kwamba katika alhadithul marfu' hakuna sharti la kuungana sanadi. Kikubwa tu yale maneno ya kwenye hadithi, kwa maana ile matni ya hadithi ndani yake aidha yawe ni maneno ya mtume au ni maneno yaliyoegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama namna tulivyosema hapo nyuma. Tamam, hakadha. Sheikh akaendelea kusema wasummiya marfu'an, na imeitwa hadithi kuwa ni hadith marfu'an lirtifa'i rutabihi, kwa kule kuwa juu daraja zake. Lirtifa'i rutabihi, kwa kule kuwa juu daraja zake. Rutab ni jamu ya rutbatun, rutbatun ni mufrad, rutabun ni jamu. Tamam, hakadha. Na maana tukasema daraja zake. Kwa hiyo wasummiya marfu'an, na hadithi hii imeitwa kuwa ni marfu'an lirtifa'i rutabihi, kwa kule kuwa juu daraja zake, biidhafatihi,
kwa sababu ya kuegemezwa hadithi hiyo ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tamam. Kwa maana kule kuwa juu daraja zake ni kwa sababu imeegemezwa kwa mtume, ndio maana ikaitwa nini? Marfu'un. Tamam. Hakadha Sheikh akaendelea kutoa mifano akasema, fa idha qala as-sahabi, basi atakaposema sahaba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, hiyo ni hadith marfu'. Inakuwa nini? Inakuwa marfu'un, inakuwa ni alhadithu almarfu' alqawli. Au fa'ala kadha, au amefanya mtume kadha, itakuwa ni alhadithu almarfu' alfi'li. Kana hadha alhadith marfu'an, anasemaje? Kana hadha alhadith marfu'an, itakuwa hadithini ni marfu'an. Hapa ametaja vigawanyo viwili, lakini kule juu tayari tumeshataja vyote vinne. Tamam. Hakadha wakadha law qala tabi'i, na vile vile pia lau kama atasema tabi'i au tabi'u tabi'i au mwenye kumfuatia tabi'i au man ba'dahum, au watakaokuja. Hiyo man inakusanya wengi na mmoja, tutumie mmoja. Tamam. Au man ba'dahum, au atakayekuja baada ya tabi'i. Sasa atakaposema kama namna alivyosema sahaba hapo nyuma, fa inna dhalika yusamma marfu'an, hakika hadithi hiyo pia itaitwa marfu'an. Kwa hiyo utaona hadithi marfu' haizingatii kuungana sanad au kutokuungana. Ndio maana hata wewe leo hii unaweza kusema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, na hadithi hiyo ikahukumiwa kwa ni marfu', lakini sasa tukija kwenye upande wa sanad, ikiwa sio muttasilan, tutaihukumu kama ni dhaif au maudhu'un. Tamam. Hakadha mafhumu hapo. Kwa hiyo kikubwa ni egemezo kwa mtume tu, aidha matni iwe ni maneno ya mtume kwa kusema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, au yawe ni maneno yaliyoegemezwa kwa mtume kama namna tulivyotoa mfano katika zile aqsam zake al-arba'. Tamam. Hakadha Sheikh akaendelea kusema, wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi, na inaingia katika taarifu hii al-muttasilu, inaingia hadithi muttasil. Kwa sababu gani? Hadithi muttasil ni hadithi iliyoegemezwa kwa mtume lakini sanadi yake imeungana. Wal musnadu, na hadithi musnad. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi musnad nayo ni hadithi iliyoegemezwa kwa mtume na sanadi yake imeungana. Wa kullu ma la yushtaratu fihi al-ittisalu, wa kullu ma, na inaingia kila hadithi ambayo la yushtaratu fihi, hakushurutishwi katika hadithi hiyo, la yushtaratu fihi, hakushurutishwi katika hadithi hiyo al-ittisalu, sharti la kuungana sanadi, pia inaingia katika nini? Inaingia katika taarifu ya al-hadith al-marfu', kal mursali, kama hadith mursal. Hadith mursal ni ile hadithi ambayo katika sanadi yake ameondoshwa sahaba, tutakuja kuisoma huko mbele. Tamam. Wal mu'dhali, na hadithi mu'dhal, wal mu'dhal kwa maana na wal mu'dhali, na kama hadithi mu'dhal. Hadithi mu'dhal ni ile hadithi ambayo katika sanadi yake wamepomoka. Tamam. Wamepomoka watu wawili kwa kufuatana. Tamam. Wa yakhruju al-mawquf, na inatoka katika taarifu ya hadithi al-marfu' al-mawqufu, hadithi mawquf. Kwa sababu gani? Hadithi mawquf ni hadithi ambayo ni maneno ya sahaba au iliyoegemezwa kwa sahaba. Wal maqtu'u, na inatoka pia hadithi ambayo ni maqtu'un. Hadithi maqtu'u ni hadithi ambayo ni maneno ya tabi'i au hadithi iliyoegemezwa kwa tabi'i. Tamam. Kwa hiyo utaona katika taarifu ya alhadithi almarfu' vinaingia vigawanyo vyote vya hadithi isipokuwa vigawanyo hivi viwili tu, almawqufu walmaqtu'. Tamam. Kila kigawanyo ambacho si mawquf na maqtu', kisha matni yake ikawa ni maneno ya mtume au matni yake ni maneno yanayofungamana na mtume, basi hadithi hiyo ni marfu'un. Sawa sawa. Kwa hiyo utaona kupitia taarifu hii ya alhadith almarfu' ni vigawanyo vyote vinaingia. Kikubwa tu matni yake iwe ni maneno ya mtume au
ni maneno yanayofungamana na mtume, isipokuwa vigawanyo viwili tu ndio viingia, al-mawquf wal-maqtu'. Tamam, hakadha. Sheikh baada ya hapo akaingia kututajia anwa'u raf'i. Anwa'u raf'i, ar-raf'u hapa maana yake ni kule kuegemezwa hadithi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Sheikh, anwa'u raf'i, aina za kuegemezwa hadithi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema ar-raf'u, aina za kuegemezwa hadithi kwa mtume qismani, zimegawanyika katika vigawanyo viwili. Al-awwalu, aina ya kwanza, raf'un tasrihiyun, kuegemezwa hadithi kwa mtume kwa njia ya wazi. Raf'un tasrihiyun, kuegemezwa hadithi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya wazi. Wa huwa alladhi, nayo ni ile namna ambayo fihi, ndani yake, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa, ni ile hadithi ambayo ndani yake, sawa, wa huwa alladhi, nayo ni ile hadithi ambayo fihi, ndani yake, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Sasa kuna tamshi la kusema nini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, au an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au imepokelewa kutoka kwa mtume. Wa huwa alladhi taqaddama anifa, nayo ni hadithi ambayo taqaddama, yametangulia maelezo yake, anifan, hivi punde. Tamam. Athani, aina ya pili ya kuegemezwa hadithi kwa mtume, raf'un hukmiyun, kuegemezwa hadithi kwa mtume hukmiyun, kwa njia ya hukmu, kwa njia ya hukmun. Wa huwa alladhi, nayo ni ile hadithi ambayo lam yusarrih fihi rawi, lam yusarrih, hakuweka wazi, fihi, katika hadithi hiyo, arrawi, mpokezi wa hadithi, biqaulihi, wa kusema kwake, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume kadha, kitu kadha. Tamam. Wa huwa anwa'un kathiratun, na namna hii ya kuegemezwa hadithi kwa mtume kwa njia ya hukumu, anwa'un kathiratun, ina aina nyingi, ina aina nyingi, kwa maana matamshi yake ni mengi, matamshi yake ni mengi. Sawa sawa. Kwa sababu hapa kinachoangaliwa ni matamshi, taarifu ya hadithi ni ile ile moja. Sawa sawa, na vigawanyo vyake, aksamu zake ni zile ambazo tumezitaja. Sasa hapa tunasoma aina za kuegemezwa hadithi. Tamam. Sasa hizo aina za kuegemezwa hadithi, kuna zile ambazo sasa hizo aina za kuegemezwa hadithi ziko mbili. Ya kwanza ni ile ya juu. Ipi? Ni ile ambayo mtume akasema mwenyewe, yani kwamba amenukuliwa mtume akisema kadha, sasa, au akifanya kadha. Tamam. Lakini aina ya pili ya hukumu ni hii, na hii aina ya pili inahukumiwa kwa mujibu wa matamshi, na matamshi yake yako mengi, ndio akasema wa huwa na aina hii anwa'un kathiratun, ina aina nyingi. Kwa maana hii aina ya pili ya kuegemezwa hadithi kwa mtume, anwa'un kathiratun, ina aina nyingi. Minha qawlu sahabi, miongoni mwa aina zake, qawlu sahabi, ni kusema sahaba, mina sunnati kadha wa kadha, miongoni mwa sunna ni kitu kadha na kadha. Sawa. Lakini pia sahaba anaweza kusema umirna bikadha, tuliamrishwa kufanya jambo kadha, au nuhina an kadha, sasa tulikatazwa kufanya jambo kadha, au kunna naf'alu fi hadrati nabi, au kunna naf'alu fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadha. Yote hawa ni matamshi ya raf'un hukmiyun, ya raf'un hukmiyun. Sawa sawa. Yeye hapa Sheikh ametaja aina moja tu, lakini ziko nyingi. Ukasema minha, miongoni mwa aina hizo, qaulu sahabi, ni kusema sahaba, mina sunnati kadha wa kadha, miongoni mwa sunna ni jambo kadha wa kadha. Lakini nyingine, umirna bikadha, tuliamrishwa kufanya jambo kadha, nuhina an kadha, tulikatazwa jambo kadha, kunna naf'alu kadha fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukifanya nini, jambo kadha katika zama za mtume. Lazima kuwepo na karina ya kuonesha kwamba hicho walichokuwa wakikifanya au walichokatazwa, sawa, au walichoamrishwa, au na matamshi mengine
ambao watayasema ambao yanaashiria kwamba ni raf'un hukumiyun, kwamba namna hii ni raf'un hukumiyun, lazima kuwepo na karina kwamba kitu hicho kilikuwa ni katika zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama wameka sharti hilo. Ikiwa ni nje ya zama za mtume, maneno hayo hayatoitwa kwamba nini? Hayatoitwa kwamba ni hadithu marfu'un hukman. Sasa hayatoitwa kuwa ni hadithu marfu'un hukman. Kwa hiyo pamoja na maelezo hayo, lakini pia lazima kupatikane karina kwamba yalisemwa katika zama za mtume au baada ya mtume. Kwenye nini? Kwenye umirna bikadha au kunna naf'alu kadha au nuhina an kadha. Katika matamshi haya lazima kuwepo na karina, sawa, ya kuonesha kwamba jambo hilo lilikuwa ni katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam, hakadha. Kwa hiyo falahu hukmu raf'i. Sasa falahu, bas maneno kama haya au kauli kama hii ya sahaba ya kusema mina sunnati kadha wa kadha, falahu hukmu raf'i. Tamam, yanapewa maneno hayo hukmu ya kuwa ni hadithi marfu', wa yusamma marfu'an hukman, na itoitwa ni hadithi marfu' hukman. Tamam. Kwa hiyo katika maelezo haya ya alhadithu almarfu' tumepata kutambua kwamba alhadithu almarfu' ina aqsam na ina anwa'. Sasa aqsam zake ni ngapi? Ni 4. Almarfu' alqawli na almarfu' alfi'li na almarfu' altaqriri na almarfu' alwasfi. Lakini pia aina zake ni 2, ni almarfu' tasrihan na almarfu' hukman. Tamam, hakadha. Almarfu' kwa maana alhadithu almarfu' tasrihan ni ile hadithi ambayo ndani ya matni yake kuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha au fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Tamam, sawa. Au an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadha. Hiyo ndio alhadithu almarfu' tasrihan, ni hadithi marfu' ambayo imeegemezwa kwa mtume kwa njia ya wazi, na kuna alhadithu almarfu' hukman, na kuna hadithi iliyoegemezwa kwa mtume kwa njia gani? Kwa njia ya hukmu, nayo ni ile ambayo kuna kauli ya sahaba anasema mina sunnati kadha au umirna bikadha au nuhina an kadha au kunna naf'alu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kadha. sawa sawa, hakadha. Sheikh akaanza kusema hukmu ya hadithi hii annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Hakika hadithi hiyo qad yakunu sahihan, huenda ikawa ni sahihi, wa qad yakunu hasanan, na huenda ikawa ni hasan, wa qad yakunu dha'ifan, na huenda ikawa ni dha'if. Tamam, hakadha. Baada ya hapo Sheikh akaingia katika kigawanyo kingine inaitwa alhadithu almusnadu. Tamam. Anasema Sheikh almusnadu, akimaanisha hadha almusnad, hii ni hadithi musnad. Akaanza kusema almusnadu bifathi nun, tamshi la musnad kwa kuitia fatha nun, yuqalu, huitwa likitabin, likiwa ni jina la kitabu ambacho, yuqalu likitabin, huitwa likiwa ni jina la kitabu ambacho jumia fihi, kumekusanywa ndani ya kitabu hicho ma, yale ambayo asnadahu sahabatu, walioyapokea masahaba kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asnada maana rafa'ahu, kwa hiyo ma rafa'ahu sahabatu ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ndio maana yake. Tamam. Kwa hiyo almusnad bi fathi an-nun yuqalu likitabin jumia fihi ma asnadahu sahabatu, wa yuqalu aidan, na huitwa tamshi hili lilhadithi kwa maana ya hadithi alati taarifu, hadithi ambayo taarifu yake itakuja hivi punde. Wa yuqalu, na huitwa tamshi hili aidan vile vile lihadithi, kwa maana ya hadithi alati taarifu, hadithi ambayo taarifu yake itakuja hivi punde. Alati taarifuhu, hadithi ambayo taarifu yake itakuja hivi punde. Anasema Sheikh katika taarifu ya alhadith almusnad, almusnad hadithi musnad wal hadithu almuttasil, ni hadithi iliyoungana isnaduhu, sanadi yake, kwa maana huwa alhadithu almuttasil isnaduhu, huwa alhadithu, ni hadithi ambayo
almuttasilu isnaduhu, sanadi yake imeungana, min rawihi, kutoka kwa mpokezi wake wa mwisho, ila an yantahiya ila nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka kufikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona hapa maana ya idhafa, maana ya kuegemezwa hadithi kwa mtume ipo, na maana hii inaingia katika alhadithu almarfu'. Lakini pia kuna maana nyingine katika hadithi. Maana gani? Ya almuttasil isnadu, kuungana sanadi ya hadithi hii. Maana hii pia inaingia katika alhadithu almarfu'. Lakini tofauti ya alhadithu almusnad na alhadithu almarfu' ni ipi? Ni kwamba alhadithu almarfu' hakuna sharti la kuungana sanad. Sawa sawa, sanadi yake imeungana au haijaungana, ni hadith marfu' hata kama imeegemezwa kwa mtume. Lakini alhadithu almusnad والحديث الذي المتصل اسناده, ni hadithi ambayo sanadi yake imeungana, min rawihi, kutoka kwa mpokezi wake wa mwisho, ila an yantahiya ila nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka kufikia kwa mtume. Tamam, hakadha. Kwa utaona tamshi la, yani afwan, utaona kwamba taarifu ya alhadithu almarfu' ni aamu, sasa na taarifu ya alhadithu almusnad ni akhas. Kwa maana taarifu ya alhadithu almarfu' ni pana kiasi kwamba inakusanya mpaka alhadithu almusnad, lakini taarifu ya alhadithu almusnad haina upana, na utaona kwamba imejitosheleza yenyewe, haikusanyi alhadith almarfu'. Tamam. Kwa hiyo tofauti imepatikana. Tamam, tofauti imepatikana. Sheikh akasema waqila ghairu dhalika fi taarifi, na yakasemwa maneno mengine au maelezo mengine ghairu dhalika, tofauti na haya niliyoyataja mimi, fi taarifi, katika taarifi ya alhadithi almuttasil almusnad. Tamam. Kwa maana ulama walitoa taarifu nyingine za alhadithu almusnad. Naam, katika alhadithu almusnad ni katika hadithi ambazo ulama walikhtalifiana kwenye taarifu zake. Tamam. Walikhtalifiana katika taarifu zake. Sasa tuziangalie hizo taarifu nyingine ni zipi, hizo taarifu nyingine ni zipi, kisha tuangalie ni ipi taarifu ambayo ni alqaulu rajih, ni ipi taarifu ambayo ndiyo kauli iliyotiliwa nguvu. Tamam, hakadha. Taarifu ya kwanza ni taarifu ya al-Imam Adh-Dhahabi aliyonukuu kwenye kitabu chake cha Al-Muqidha aliposema al-musnad huwa mattasala sanaduhu bi dhikri an-nabi. Sawa sawa, bi dhikri an-nabi, akasema huwa mattasala sanaduhu bi dhikri an-nabi, ni hadithi ambayo sanadi yake imeungana kwa kutajwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, hakadha. Hiyo ni taarifu aliyoitoa al-Imam Adh-Dhahabi. Lakini pia al-Imam Ibn Abd al-Barri alitoa taarifu nyingine ya al-hadithi al-musnad kwenye kitabu chake cha At-Tamhid, akasema al-hadithu al-musnad huwa ma jaa an an-nabii sallallahu alayhi wasallam muttasilan kana au munqati'an, ni hadithi iliyokuja kupokelewa kwa mtume, kwa maana ni hadithi iliyokuja kwa kupokelewa kwa mtume, muttasilan kana au munqati'an, sawa sawa, sanadi yake imeungana au imekatika. Sawa sawa. Sasa utaona katika taarifu ya Imam Ibn Abd al-Barri taarifu hii inafanana nini? Inafanana na taarifu ya al-hadithu al-marfu'. Tamam, inafanana nini? Taarifu ya al-hadith al-marfu', haina tofauti yote. Kwa hiyo al-Imam Ibn Abd al-Barri akashindwa kutofautisha kati ya al-hadith al-marfu' na al-hadith al-musnad. Tamam, hakadha. Na taarifu nyingine ni taarifu aliyotoa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kwenye kitabu chake al-Kifaya fi ilmi ar-riwaya, al-Kifaya fi ilmi ar-riwaya. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala alisema al-hadith al-musnad wa mattasala sanaduhu ila muntahahu, ni ile hadithi ambayo sanadi yake imeungana kutoka kwa mpokezi wake wa mwisho mpaka kufikia kwa mpokezi wake wa kwanza. Muntahahu anakusudia mpokezi wake wa kwanza. Sasa hapa utaona inaingia alhadithu almarfu' na inaingia pia alhadithu almawquf
na inaingia pia alhadithu almaqtu'. Sawa? Kwa sababu gani? Kwa sababu alhadithu almarfu' tumemwaje sawaun ittasala sanaduhu am la, lakini hadithi iliyogemezwa kwa mtume. Kwa ikitokea sanadi yake imeungana ikafika mpaka kwa mtume, itakuwa nini? Itakuwa ni hadithi marfu' hiyo. Sawa? Lakini pia ikitokea hadithi nyingine sanadi yake imeungana lakini maneno ya sahaba, itakuwa ni hadithi mauqufu. Sawa? Lakini pia ikitokea hadithi nyingine sanadi yake imeungana na maneno yake yakawa ni maneno ya tabi'i, itakuwa ni al-hadith al-maqtu'. Kwa hiyo al-Imam al-Khatib al-Baghdadi akatoa taarifu ya al-hadith al-musnad, taarifu ambayo inaingia al-hadith al-marfu' na al-hadith al-mawquf na al-hadith al-maqtu'. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ikashindikana pia kupatikana taarifu ya al-musnad ya hakika kupitia nini? Taarifu ya Imam al-Khatib al-Baghdadi. Lakini taarifu hii ambayo ameitaja mtunzi hapa kwa kusema huwa al-hadithu al-muttasilu isnaduhu, hadith musnad, hadithi ambayo sanadi yake imeungana, min rawihi, kutoka kwa mpokezi wake wa mwisho, ila an yantahiya ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka kufikia kwa mtume. Sasa hii ndio taarifu ambayo ni al-muttafaq alayhi, waliokubaliana jumhurul muhaddithin. Tamam. Na ameitilia nguvu al-Imam al-Hakim kwenye kitabu chake Ma'rifatu Ulum al-Hadith, lakini pia akaja kuitilia nguvu al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake cha Nukhbatul Fikr. Tamam, hakadha. Kwa taarifu hii ndio al-hadith, ndio taarif al-muttafaq alayhi. Tamam, hakadha. Wa ala hadha taarifi, na kwa mujibu wa taarifu hii iliyotangulia ya al-hadith al-musnad, fal mawqufu, bas hadith mawquf, wal maqtu' na hadith maqtu', wal munqati' na hadith munqati', wal mu'allaq na hadith mu'allaq, wal mursal na hadith mursal, wal mu'dhal na hadith mu'dhal, laysat min al-musnad. Zote hizi si hadithi musnad, kwa maana si hadith musnad na haziingii katika taarifu ya al-hadith al-musnad. Tamam, hakadha. Mafhumu jamani hapo? Hukumu ya hadithi hii as-sihhatu, hukumu yake inaweza kuwa ni sahihi, au al-husnu, au inaweza kuwa ni hasan, au al-dha'fu, au inaweza nini, au al-dha'fu. Tamam, au al-dha'fu, au inaweza kuwa ni dhaifu, bihasabi sifati rijali, kwa mujibu wa sifa za wapokezi wake, kwa mujibu wa sifa za wapokezi wake. Tamam, hakadha. Sheikh baada ya hapo akaingia kutueleza alhadithu almuttasil, akasema almuttasilu, alhadithu almuttasil huwa alhadithu alladhi ittasala sanaduhu bisama'i kulli rawi min ruwati. Walhadithu alladhi, ni hadithi ambayo ittasala sanaduhu, sanadi yake imeungana, bisama'i, kwa kusikia, kulli rawin min ruwatihi, kila mpokezi katika wapokezi wa hadithi hiyo, mimman, kutoka ule ambaye, fauqahu, aliyekuwa juu yake, ila muntahahu, mpaka kufikia mwishoni mwake. Kwa maana ni hadithi ambayo imepokewa kwa tamshi la hadathana au akhbarana au sami'tu au anba'ana, mpaka kufikia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawaun kana intihauhu ilayhi sallallahu alaihi wasallam, sawaun kana intihauhu, sawa uwe ukomo wake, ilaihi, ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au ila sahabi, au kwa sahaba, sawa. Wa yuqalu lahu, na inaitwa pia hadithi al-mawsul wal mu'tasil, inaitwa pia ni al-hadith al-mawsul wal mu'tasil, na inaitwa kwa nini? Inaitwa pia kwa al-hadith al-mu'tasil. Tamam. Kwa tunaona hapa kwamba al-hadith al-muttasil ni ile hadithi ambayo sanadi yake imeungana kwa tamshi la sami'tu au hadathani au akhbaran au anbani, mpaka mwishoni mwake. Sawa, mwisho wake iwe ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa sahaba. Utaona pia hapa impatikana nini? Tofauti kati ya al-hadith al-muttasil na al-hadith al-marfu', lakini pia impatikana tofauti kati ya al-hadith al-muttasil na al-hadith al-musnad. Tamam, hakadha. Na hivi ndivyo inavyotakiwa iwepo taarifu.
Taarifun mantiqiyun inabidi iwepo hivi au iwe hivi, yani itofautiane na kitu kingine, hata kama taarifu hiyo itakuwa inaingia katika kitu hicho. Tamam. Utaona taarifu ya musnad pale alhadith almarfu haingii, lakini kwenye taarifu ya alhadith almarfu alhadith almusnad inaingia. Tamam. Lakini pia kwenye taarifu ya almuttasil hadithi musnad inaingia, sawa, lakini hadithi almuttasil haingii kwenye sanadi gani? Kwenye sanadi ya alhadith almusnad. Tamam. Hakadha ndio Sheikh akasema, wa bihadha, na kwa mujibu wa maelezo haya ulima kumefahamika, anna almusnada, kwamba hadith musnad akhas, haina maana pana min almuttasili, kama ilivyokuwa na maana pana alhadith almuttasil. Kwa maana alhadith muttasil ni aam na hadith musnad ni akhas. Kwa sababu gani? Taarifu ya alhadith almusnad inaingia katika taarifu ya alhadith almuttasil, na taarifu ya alhadith almuttasil haiingii katika nini? Taarifu ya almusnad. Lakini pia taarifu ya alhadith almuttasil imekusanya hadithi nyingi. Sasa inaingia hadith marfu na hadithi almaqtu' katika taarifu hii, lakini taarifu ya alhadith almusnad imekusanya ile hadithi iliyoegemezwa kwa mtume peke yake. Tamam. Hakadha ndio akasema, fa kullu musnadin muttasilun, bas kila hadith musnad muttasilun ni hadithi muttasil. Kwa sababu gani? Katika taarifu ya alhadith almuttasil ni hadithi iliyoongea sanadi yake mpaka mwisho wake, sawa sawa, mwisho ni kwa mtume au kwa sahaba. Sasa utaona kwamba kullu musnadin muttasil, kila hadith musnad ina sifa ya kuwa ni hadith muttasil, walaysa kullu muttasilin musnadan. Sasa lakini si kila hadith muttasil musnadan ni hadith gani? Musnad. Tamam. Hakadha. وعلى هذا التعريف، نكون موجب وتعريفه، فالموقوف بس حديث موقوف، والمقطوع حديث مقطوع قد يكون متصلا، zinaweza kuwa ni hadith muttasil. Tamam. Hadith marfu ni ipi? Hadith marfu ni ile iliyoegemezwa kwa nani? Kwa mtume. Na alhadith almawquf ni ile iliyoegemezwa kwa nani? Kwa sahaba. Na almaqtu ni ile hadithi iliyoegemezwa kwa tabi'i. Hukmu ya hadithi annahu mithlu sabiqi, ni mfano wa hadithi iliyotangulia, qad yakunu sahihan au hasanan au dhaifa. Tamam. Hakadha. وإلى هنا انتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.